Je, umewahi kusikia kuhusu kijiji kilichosahaulika na dunia? Kijiji ambacho mvua haikunyesha kwa miaka mingi, hadi walipomtafuta mzee wa ajabu mwenye fimbo ya siri. Na je, unajua ni kitu gani kiliweza kufufuka pamoja na mvua hiyo ya kwanza kabisa? Usithubutu kuacha kusikiliza hadithi hii, maana mwisho wake si mwisho wa kawaida, ni mwisho unaokwenda kukusikitisha. Utakuwa nami Pablo Escobar kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Tuende nami kuanzia mwanzo wa simulizi hii mpaka pale utakapofika tamati. Katika kijiji cha Nyangoro kulikuwa na simulizi za mzee mmoja mrefu aliyeishi katika misitu. Alijulikana kama vile Babu Mbilikimo. Mzee huyu hakuwahi kuzeeka zaidi alivyokuwa anaonekana. Alikuwa mrefu, mwenye ngozi iliyokauka kama gome la mti. Macho yake yalikuwa meupe kabisa bila mboni. Alikuwa na ndevu zilizokuwa zimefika katika kiuno chake. Mavazi yake yalikuwa ni ngozi ya fisi aliyokuwa amemuua kwa mikono yake, huku akiwa ametumia fimbo hiyo. Alikuwa akisaidiwa na fimbo ndefu ambayo fimbo hiyo haikuwahi kuoza, iliyowahi kusemekana kwamba ni fimbo ya asili ya mti wa mpilinganyi. Mti uliopotea katika enzi na maenzi. Hakuna mtu aliyeweza kujua fimbo hiyo ilikuwa ni fimbo ya namna gani, fimbo ilikuwa na uwezo wa aina gani. Hakuna mtu aliyethubutu kumkaribia. Waliosema walikuwa wanamuona walikuwa wakiogopa sana. Wakati mwingine walikuwa wanamuona usiku wa manane. Walieleza kuwa alikuwa anazunguka na sauti ya upepo. Hata kwa wakati wa hali ya hewa ikiwa kimya, walikuwa wakimuona akiwa anapita kwa spidi kali sana. Wengine walidai walishawahi kumuona akiwa anazungumza na miti, na mara moja kwa mwaka alikuwa akiwa anazungumza na radi. Radi zinapopiga katika eneo lake, basi mvua unyesha katika eneo hilo tu. Watoto waliogopeshwa kwa kutumia jina lake, na hata wanyama waliokuwa wanapita walikuwa wakimuona wanakimbia kwa tahadhari. Mvua ilipokuwa imekata kwa miaka mitatu, kijiji cha Nyangoro kilipata janga kubwa sana. Mito ikakauka, mashamba yakawa na vumbi, mifugo ilikufa, watoto nao walikuwa wanalia kwa kiu na njaa. Wazee walikaa kimya sana, wakakumbuka simulizi za kale. Walikumbuka kuwa kuna mtu mmoja pekee aliyekuwa na uwezo wa kuzungumza na anga. Walimtuma kijana mmoja jasiri. Kijana huyu alikuwa anaitwa Musa. Alipokwenda katika pango la mzee huyu, alimkuta Babu Mbilikimo akiwa amejaa hofu, lakini mzee huyu alitoka taratibu akamwangalia kwa macho ya upepo bila kusema neno lolote lile, kisha akaondoka naye hadi kijijini. Aliposimama katikati ya uwanja wa kijiji, alinyanyua fimbo yake juu, kichwa kikaanza kuangalia juu, akapiga chini mara 7. Pum pum pum. Ghafla upepo ukaanza kuvuma. Mawingu meusi yakaanza kujikusanya. Mawingu haya yaliweza kujikusanya kama jeshi la kivuli cha radi. Ghafla upepo mkali ukazidi kuonekana katika eneo lile. Ikatokea kama kimbunga. Watu wote wa kijiji walikuwa wamefunikwa. Mvua ya maajabu ikaanza kunyesha. Watu walicheza, watu walilia kwa furaha, wakaanza kushukuru. Lakini mvua hiyo haikuwa mvua ya kawaida. Mvua haikuacha kwa siku 7 mfululizo. Ilikuwa mvua ambayo ni nzito, yenye harufu ya udongo wa damu. Mimea ilianza kumea kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Lakini pamoja na mvua hiyo, vilianza kujitokeza vitu visivyoweza kuelezeka. Watoto walipata homa ya ajabu, wakawa kimya na macho yao yakawa meupe. Usiku sauti za ajabu zilianza kusikika katika ardhi. Watu waligundua kuwa mvua ile haikuleta tu uzima, ilifungua lango la dunia nyingine. Watu walianza kuota ndoto za ajabu, ndoto za watu waliokufa zama za kale, wakiwa wanaongea maneno yasiyoeleweka. Ng'ombe walianza kutoa damu, ndama walianza kuwa wa rangi ya dhahabu, mbegu mpya zilianza kuota, chakula kilianza kubadilika mpaka ladha. Kisha watu wakaanza kupotea. Mwanamke mmoja alitoweka kwenye mto.
na baada ya wiki 3 alirudi akiwa hana kumbukumbu. Alikuwa na alama 7 katika mgongo wake. Kila mtu aliyekuwa na uongo, dhuluma moyoni mwake alitendewa tofauti na mvua ile. Watu walianza kuloa kwa maji ya maumivu. Mzee mmoja alikufa baada ya mvua kuingia katika nyumba yake. Maji haya yalikuwa yanachoma kama tindikali. Wazee wa kijiji walikusanyika na kuamua kwenda kwa Babu Mbilikimo, lakini walipofika katika pango lile, mzee huyu Mbilikimo hakuwepo. Mzee Mbilikimo alikuwa ametoweka kabisa. Kwenye ukuta wa pango lake kulikuwa na maandishi ya ajabu yasiyoweza kuonekana kwa mwanga wa mwezi tu. Maneno haya yalikuwa yanasomeka hivi: mvua haichagui. Ni sauti ya ardhi iliyojibu kilio cha watu walioidhulumu na wengine waliodhulumiwa. Miaka 2 ilipita. Kijiji cha Nyanguru hakikuwa kile kile tena. Mimea ya ajabu iliweza kutanda, mito mipya yenye mwanga wa bluu usiku iliweza kumulika, na watu walitembea kwa tahadhari. Watoto wao waliokuwa wamezaliwa baada ya mvua ile waliitwa watoto wa mzee Mbilikimo, watoto waliozaliwa baada ya fimbo ya ajabu. Walikuwa kimya, hawakupenda kucheza mara kwa mara, walikuwa wamejiwa na mambo ya ajabu sana. Walizaliwa na alama ya fimbo katika miguu. Mmoja wao alikuwa anaitwa Nyangusi. Alikuwa sasa na miaka 14, hakuwahi kuongea na mtu yoyote. Alionekana mara chache akiwa anatembea na fimbo yenye nyuzi za damu ambazo zilikuwa zimekauka. Alipoigonga chini, upepo ulivuma. Maisha ya kijiji yaliendeshwa na hofu. Watu walikuwa wanaishi kwa wasiwasi sana. Siku moja mvua haikunyesha, badala yake sauti ya radi ilikuwa ikisikika angani. Mgurumo huu ulikuwa ni mgurumo wa ajabu, mgurumo uliokuwa na sauti ya mtu aliyekuwa angani. Sauti hiyo ilikuwa ikisema kwamba wakati umewadia, urithi wa fimbo uanze. Radi ile ilianza kupita mbele ya haki, na udanganyifu wote ulianza kuangamizwa. Watoto wote wa kijiji walianza kutoweka bila alama, bila sauti yoyote. Wazazi walianza kulia sana, lakini hakuna aliyeelewa watoto wale walikuwa wameenda wapi. Usiku wa 7, Nyangusi alitoweka juu ya mwamba akiwa na mavazi meusi, kisha akatangaza kwa sauti iliyokuwa nzito kama radi: watoto wote hawajapotea, wameitwa. Dunia inabidi ibadilike. Mnaishi katika mavuno na matendo yenu. Jifunzeni, fuatilieni yale yaliyokuwepo mbali. Giza lilishuka kama moshi. Moshi ulikuwa mzito sana. Watoto walirudi wakiwa ni watu warefu wenye mavazi meusi. Mavazi haya yalikuwa yanang'aa sana. Kila mmoja alishikilia fimbo ndogo mkononi. Walitembea kwa mipangilio ya duara, wakiimba kwa lugha ya kale. Katikati yao, ardhi ilianza kufunguka na kuonyesha lango la giza. Nyangusi alitangaza, kijiji cha zamani hakipo tena. Aliye na haki na kuishi ni yule mwenye moyo wa ukweli. Mvua ya nuru ilianza. Watu walianza kupeperuka hewani kama vile majani. Waliokuwa waongo wote walianguka chini ya mawe. Mwisho wake kijiji kilibaki na watu 10 tu. Wale waliokuwa wa kwanza kusema ukweli mwaka huo ndio walioweza kubaki, ila wengine wote kwa uongo wao waliweza kutoweka. Nyangusi alipiga fimbo chini mara 7 tena. Ni mishindo hii ilikuwa ni mishindo ya tofauti. Ni pum pum pum. Mbingu ikafunguka, mwanga mkali ukaweza kutanda, na mvua ya mwisho ikaanza. Mvua hii ilikuwa ni ya kuondoa historia ya uongo, historia ya kale. Miaka mingi ilipita, kijiji kizima kikawa kipya tena, kikaitwa nguvu ya mvua. Lakini usiku mmoja, fimbo ya Babu Mbilikimo ikaonekana ikiwa inaelea angani, ikiwa inazunguka juu ya kijiji, ikitoa mwanga mwekundu. Mtoto mchanga alianza kulia kwa sauti ya radi. Watu walijua kuwa hofu ile ilikuwa ni hofu ya mshangao. Fimbo bado haijachoka, imerudi bado, na itaanza kutafuta nani alikuwa na haki na nani asiyekuwa na haki.
Bana, leo naomba tuishie hapa katika simulizi hii ya fimbo ya Babu Mbilikimo. Tutaendelea tena hapo kesho. Bye bye for now.